Hadithi zote na wataalamu wa kilimwengu wamekubaliana kwamba shule ya kwanza ya mtoto ya maadili ni familia, kabla ya shule nyingine yoyote ile, na kwamba wazazi wana mchango mkubwa sana katika kufinyanga tabia za mtoto. Na ndio maana tumeona katika Uislamu Mtume anahimiza juu ya ubora wa wazazi, anahimiza juu ya ubora wa mume, aina ya mume wa kumuoa mwanamke wa Kiislamu, na vile vile aina ya mwanamke anayefaa kuolewa, kwa sababu hawa ndio wanaofanya kazi ya kufinyanga tabia za mtoto. Na tumeona mifano mingi, lakini katika darasa yetu ya jana tulianza kuona nadharia ya bwana mmoja anaitwa Albert Bandura. Tumesema ni nadharia mpya sana kwa sababu bwana huyo amekufa mwaka 1921. Kwa hiyo ni karne iliyopita. Lakini nadharia ambayo ina sehemu kubwa ya makubaliano na Uislamu, na hasa kama tulivyosema kwamba nadharia hii inaamini kwamba mtoto anajifunza kwa kutizama vitendo zaidi kuliko kwa kuamrishwa. Narudia, kule kumwambia mtoto fanya, usifanye ni sawa, lakini mtoto kuona unafanya na haufanyi kuna athari kubwa zaidi kuliko kuambiwa fanya na usifanye. Na ndicho anachokiita learning by observation. Mtoto hujifunza kwa kutazama, kwa kuona kinachofanyika na kisichofanyika. Umefanyika utafiti mwingi sana. Tumesema Kiarabu inaitwa nadhariyatu at-taallumi al-ijtimai, nadhariyatu at-taallumi al-ijtimai, ambacho tumesema Kiingereza chake ni social learning theory. Nini maana nadharia? Jana tulidokeza kidogo. Nadharia ni kanuni inayotoa al-itaru al-kulli, inatoa kanuni ya jumla ambayo unaweza ukatekeleza baadhi ya vitu chini yake. Ukishaifahamu, ukisikia lolote unajua pa kulitia, linaingia mlango gani, kanuni gani. Na Waswahili waliposema neno nadharia, hili neno la Kiswahili lakini asili yake ni Kiarabu. Nadhara yandhuru, nadhira falyandhuri al-insanu. Na ndo tukasema mara nyingi kwamba zile aya zinazosema falyandhuri al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib, mwanadamu atizame ametoka wapi, ameumbwa kutokana na nini. Ile kuambiwa atazame sio mujarradi wa kutazama, maanake aangalie na azingatie. Kwa lugha ya sasa hivi afanye utafiti, afanye research. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, je, hawatizami ngamia ameumbwaje? Kaifia maanake kutizama, kuzingatia. Kwa lugha ya sasa hivi ni kufanya research, tafiti. Tunaposema nadharia ni kitu kilichofanyiwa utafiti, yeye kafanya utafiti, na katika utafiti wake huyu bwana Bandura alichukua kundi la watoto akaweka katika chumba, kisha akawapa vifaa vya kuchezea, lakini akaweka na jidoli kubwa pale limekaa tu kama urembo. Kisha bwana yule akawa analipiga lile doli na watoto wanaendelea kucheza pale. Kisha ameweka kamera zake akaondoka. Kisha akarudi baada ya muda akawatoa wale watoto.
Akatizama ile kamera, watoto walifanya nini baadaye. Kamera ikamuonesha kwamba baada ya yeye kuondoka, watoto waliacha michezo yao, wakaelekea lile jidoli wakalipiga. Wakawa wanalipiga, wakachukua muda mrefu sana kulipiga. Kisha akaja akawaweka watoto wengine, akawatilia lile doli pia na michezo ile ya kuchezea vifaa mbalimbali. Kisha hakulifanya lile doli chochote kile, akaondoka. Wale watoto wakawa huru. Kamera baadaye ikamuonyesha kwamba hawakugusa yule mdoli, hawakufanya chochote na lile doli. Alafu akafanya la tatu ambalo sitaki tulizungumzie kwa kirefu sasa hivi kwa sababu wakati wake utakuja. Kawekea watoto michezo ile vifaa vya kuchezea, alafu akawekea TV pembeni. Ile TV ina mtu analipiga doli, analipiga, sio yeye tena, sasa ni TV. Kisha akaondoka. Baada ya muda akaja kutizama, akaona namna ambavyo watoto walipoamka, yeye hayupo, namna walolipiga lile doli, tena walilipiga zaidi kuliko yeye alivyokuwa akilipiga mbele yao kwa kuona kwenye TV. Ni moja katika tajriba alizozifanya kwa ajili ya kuona kwamba mtoto anawezaje kuiga kile anachokiona, sawa sawa anakiona kwenye TV au anakiona kwa mtu, au kama hajaona kitu anakuwaje. Tumepatana mpaka hapo, sio? Kwa hiyo amefanya utafiti wa aina nyingi mpaka akaamini kwamba sehemu kubwa ya malezi si kwa kutoa maelekezo, bali ni namna unavyoishi unawaathiri sana wale wanaokutizama.